Yeah. Ni kweli. Kwanza kabisa nimefurahi kuona kwenye hotuba ya waziri mkuu bungeni mambo aliyozungumza, amezungumzia pamoja na swala la mafuta, na tumekuwa tukisikiliza kutoka kwa viongozi wanahusika na swala la nishati hasa ya mafuta, wakieleza kwamba tunayo akiba ya kutosha. Sasa tunataka tuone ile akiba ambayo tulikuwa tunaambiwa, tuone ikifanya kazi wakati huu ambapo tunaingia kwenye uhaba. Lakini pia Mheshimiwa Spika wa Bunge ameziibua zile hoja ambazo zililetwa na wabunge wawili kuhusiana na swala la mafuta. Kwa tunategemea tutapata ripoti kutoka kwa waziri husika kuhusiana na swala la namna bora ya kuweza kudhibiti ukuaji wa bei au mfumuko wa bei ya mafuta katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu tunajua huu ndo muda pekee ambapo sasa ile akiba ambayo tunasema tunayo akiba ya mafuta unatakiwa utumike, kwa sababu tunaenda kwenye janga. Kama hawa watu hawataacha kupigana, tafsiri yake tunaenda kwenye janga ambalo tunataka tukajikuta mafuta kama wasipodhibiti vizuri, tutajikuta lita moja tunanunua 10,000 mpaka 12,000, ambao haiwezekani katika nchi yetu. Watu wataanza kupunda, watapanda bei katika mji huu, katika nchi hii kuliko magari. Unaweza kukuta IST inauzwa milioni 4, punda inauzwa milioni 11, kwa sababu watu watabidi waanze kupanda punda. Kwa hiyo kama wabunge tunataka kuhakikisha serikali inadhibiti mfumuko wa bei ya mafuta katika nchi yetu ya Tanzania kwa kutumia kutumia akiba tulionayo, lakini pili kuwadhibiti wafanyabiashara wa mafuta, kwa sababu wao pia huwa wanatumiaga haya majanga kama sehemu yao ya wao kuweza kujitengenezea faida zaidi. Yes.